kuipatia fedha zaidi halmashauri, fedha ambazo ni za kila mwaka, sio fedha za muda mfupi, sawa? Na mwisho wa siku halmashauri yetu itapata mapato, itatoka hapa ilipo, tutaanza kupokea milioni 10 na kuendelea. Halmashauri yetu huku nyuma na hata sasa hivi tunategemea makusanyo ya madini, ushuru wa madini, mchanga, sawa? Sijui nanda na kadhalika. Vitu ambavyo au mkaa, vitu ambavyo sio vya kudumu. Leo kesho mchanga umeisha, na sasa hivi tunajua kabisa chanzo cha mchanga kilikuwa kinatoa mapato makubwa sana. Lakini sasa hivi chanzo hakipo. Sisi kama wataalamu kupitia vikao vya kisheria tumeona ni vema kuanzisha miradi mikubwa ya kutupatia fedha halmashauri. Pia nikamwomba Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu amjalie mkurugenzi wetu abaki hapa. Lakini pia nikamwomba Mwenyezi Mungu asipate cheo mkurugenzi abaki kibaki. Lakini SGL vile nikwenda kwa bosi wake, maana ni naibu waziri, nikafikisha ujumbe wa kumwombea aendelee kubaki kwa sababu kazi nzuri ambazo amezifanya. Mimi ndio mara kwanza nimeingia kwenye baraza hili, nikaa kimya muda mrefu, nikawa mimi najifunza mambo yanabadilika. Sisi tumepata bahati ya kukaa na wakubwa maalumu katika hao katika ziara. Nasema kila siku na kwa wanafunzi najifunza. Sasa kwa sababu nilikuwa mbunge huko nyuma, ukaja mambo yako ya kizamani, mambo yanabadilika kila siku. Kwa hiyo nikabali mimi najifunza. Na katika kujifunza kwangu kumbe sikosea. Kama mkurugenzi mchapakazi, mkurugenzi yuko mzuri na timu yake. Na ukiangalia mapendekezo haya ambayo pendekezo la Ikabasha kutokana na fedha za milioni 7 na ofisi, kwa kweli tutosheleza. Ndio kitabu na mimi nawapongeza. Lakini kipekee na kuombeni sana wataalamu ambao uko kwenye halmashauri hii. Nyinyi ni wataalamu, ninaamini mna taaluma zenu. Na hapo mtatofautisha kati ya mtaaluma na kiongozi. Taaluma ni jambo mtu anajifunza. Uongozi ni jambo ambalo mtu anachaguliwa kwa Mungu anavyotaka. Kwa hiyo taaluma tunawategemeeni sana. Nyinyi mtakushauri kwenye mambo mengi sana ya kitaalamu. Na nina uhakika na mfahamu mkurugenzi, uwezo wake wa kufanya kazi, na mimi kwa sababu nimefanya naye kazi katika kipindi kilichopita, sina shaka naye. Kwa kumwangusha, nitamwangusha baadhi ya watu ambao labda mtakwenda tofauti. Na sisi kama viongozi, jukumu letu litaendelea kusimamia ili kufanikisha yale ambayo halmashauri hii inahitaji kufanya. Jambo mojawapo mwenyekiti wangu wa kikao alikuwa anamalizia, alisema ni lazima tuhakikishe tunakusanya mapato, kwa sababu natambua mapato ndio roho ya halmashauri.